nilikuwa sioni kabisa. Ninachokijua mimi ni kwamba Devi amefanya nimewashwa sana. Nimeshachanganyikiwa jamani. Nimepagawa tu. Nimepata nyege za hatari sana. Sikuweza tena kumzuia Devi asifanye chochote anachohitaji. Devi aliingiza mkono wake taratibu mpaka kwenye kaanga kwa ndani kabisa, ambako kulikuwa na taiti. Alipofikisha mkono wake pale, Devi alianza taratibu kupapasa kwenye kitumbua changu na kuanza kucheza nacho. Kwa kweli tukawa tumejisahau kabisa. Tukua kabisa tunakumbuka kwamba eti sisi ni mtu na shemegi yake. Na tena mambo ya kipuuzi kabisa tulikuwa tunafanya ndani kwenye chumba cha Aziza. Hapo nilijikuta natoa miguno na sauti za ajabu ajabu tu. Hata sikuweza tena kusema maji ya kunywa, nilishia kuita matu. Devi alikuwa ni fundi tu wa kuchezea papuchi yangu kiasi kwamba alifanya niendelee kutoa miguno tu. Haikupita muda mrefu, Devi alinibwaga kwenye kitanda. Kisha alipanda juu yangu. Devi, hapana Devi, usifanye hivyo. Sio vizuri Devi. Naomba tuache basi haya mambo. Unajua Aziza. Devi, Aziza. Devi. Aziza atatukuta Devi. Tuliaisha. Hatukuti bwana. Yupo huko saluni anasuka nywele zake. Tena njiani kuna foleni kubwa sana. Kuna rafiki yangu yuko maeneo ya huko, nimemuuliza. Niambia gari zimeshonana sana barabarani. Hata kama kimaliza kusuka saizi, hawezi kuwahi kufika hapa. Tutakuwa tayari tumeshamaliza burudani zote. Tumekuwa wepesi. Afu tunakwenda kutembea pamoja. Tutakwenda mimi na wewe pamoja na Aziza wote. Lakini najua wakati huo utakuwa mwepesi sana, au sio Aisha? Taratibu basi, usipige kelele sasa. Huyo rafiki yako Aziza ndio kwanza huko saluni hajaanza hata kuhudumiwa. Hebu achana naye huko. Devi. Lakini unajua huwezi jua. Hebu naomba tuache ya mambo. Akae kwenye kiti bwana. Au sikiliza Devi. Ngoja nikwambie basi. Nenda kwanza, alafu rudi baadaye Aziza akirudi. Na kisha haya mambo tutatafuta muda mwingine, mimi na wewe tutaenda sehemu tofauti na hapa. Ndio. Nenda basi Devi, ondoka hapa. Sawa, nimekuelewa Aisha. Mimi naondoka. Lakini nina ombi moja tu. Ombi gani tena? Tafadhali. Tafadhali Aisha. Naomba basi hata nikunyonye kidogo tu. Kidogo tu nikunyonye. Alafu naondoka zangu. Tutatafuta siku nyingine ya kufanya. Maneno ya Devi hayo ya kutaka kuninyonya yalinifanya nikahisi nimetekenywa mwili mzima. Kwa sababu huo ndio ugonjwa wangu. Napenda sana kunyonywa. Napenda. Mwili mzima ulisisimuka na kufa ganzi kabisa. Hapo sikujibu chochote. Nilibaki nimetazama pembeni tu. Devi akaishika kanga yangu na kuifunua na kuirusha pembeni. Alafu akanisukuma na kunilaza kitandani vizuri. Taiti nilokuwa nimeivaa ilivuliwa ndani ya sekunde 2 tu na kutupwa pembeni. Kwa kweli nilitamani sana kumzuia, lakini nilikuwa nimetekwa. Nilishindwa mwenzenu. Devi alipitisha ulimi wake taratibu sana kwenye mwili wangu, na moja kwa moja akafikisha ulimi wake mpaka kwenye papuchi yangu. Mimi nilikuwa nimelala kitandani chali, sijielewi, sijitambui kabisa. Kitumbua changu chote kilikuwa kimelowana. Devi alininyonya sana kitumbua changu. Wakati walikuwa wananibonyeza kwenye mbavu zangu na kushika matiti yangu, nilichanganyikiwa sana, nikapagawa kwa kweli. Devi. Devi utaniua mwenzako. Taratibu basi. Devi.
Aisha, usipige kelele, taratibu. Shughuli yenyewe ndio kwanza naianza hapa. Unaanza kupumua kama lori la mchanga. Shemegi, mambo ndio kwanza yanaanza, hebu tulia. Nilishindwa kabisa kuvumilia, nilipiga kelele tu. Nilisikia utamu ambao sikupata kuona kabisa sehemu zote ambazo nimewahi kupita. Devi alikuwa ni fundi sana wa kunyonya. Alipitisha ulimi wake vizuri kwa ustadi wa hali ya juu sana kwenye kila kona ya kitumbua changu, kiasi kwamba nililoa kupita kiasi. Kitumbua changu kililowana sana. Wakati Devi anaendelea kufanya hivyo, kwa kweli hali yangu ilizidi kuwa mbaya sana. Nilimchomoa kichwa chake katikati ya mapaja yangu, nikafungua suruali yake na moja kwa moja nikatoa mtalimbo wake kwenye zipo. Na hapo nikaona kama vile nadhurumika. Nilishusha boksa yake chini na kutoa kila kitu na kuweka pembeni. Mashallah, Devi alikuwa na mashine nzuri, mashine inayokizi viwango. Hasa hii ndio saizi yangu Aisha mimi. Mungu anipe nini jamani? Ni mbaya jamani. Nilikamata mashine ya Devi na kuanza kuinyonya. Msumari wa Devi ulikuwa umesimama kweli kweli. Unaweza kusema ni kirungu cha mlinzi. Dunia ni tamu. Nilimnyonya Devi mashine yake kwa muda kama dakika moja hivi. Devi naye alikuwa ameshapagawa kabisa. Alinisogelea karibu, akapanua mapaja yangu na kisha alianza kuingiza mashine yake taratibu kwenye kitumbua changu. Sijapata kuona mtu kama Devi jamani. Mashine yake aliingiza taratibu sana, kiasi kwamba alizidisha raha zaidi kwangu. Alikuwa ni fundi sana Devi. Unajua, asikwambia mtu bana. Hizi mambo zina raha yake jamani. Devi alikuwa anaingiza mashine taratibu sana na kuitoa. Oh Mungu wangu, Devi utaniua wewe. Nitakufa Aisha mimi. Ati walikuwa anachanganya na kunyonya maziwa yangu taratibu. Nilipagawa sana kwa utamu. Hapo sasa nikaanza kurupoka maneno ya mahaba ya hovyo hovyo tu. Nikaanza hadi kumtukana shoga yangu Aziza. Sikuwa hata najitambua. Devi unanikuna. Unanikuna Devi. Ongeza. Hapo. Sijajutia kukuvulia chupi Devi. Aziza kumanina, unafaidi wewe. Aziza mshenzi sana wewe. Unafaidi utamu peke yako Aziza. Devi. Devi. Hapo. Nipata kuona utamu kama huu Devi. Baada dakika chache tu nilijikuta nang'ang'ania shuka na kulivuta kwa nguvu sana. Yaani unaweza kusema nilikuwa na hasira na hili shuka. Nataka nilichane vipande viwili. Utamu ulikuwa sio mchezo. Mkito wa shemegi Devi kwa kweli sijapata kuona. Devi. Nilifurahia safari nzima mpaka mwisho. Na Devi naye alionekana kufurahi sana, kwa sababu alionekana kutamka maneno mazuri sana ya kunisifia na kuniambia kwamba kitumbua changu ni kitamu hajapata kuona. Hakuna kama hiki. Kitumbua cha Aziza ni feki. Kitumbua cha Aziza ni feki kabisa. Hayo yalikuwa ni maneno ya Devi na wala si ya kwangu Aisha. Devi aliendelea kulia kwa utamu na yeye, huku akisema kitumbua cha Aziza ni feki. Hakina lolote, hakina chochote. Kitu kitamu ni cha Aisha. Aisha, tafadhali usininyime tena. Naomba unanipa kila siku. Shemegi nakupa kila siku, njoo nyumbani utapata. Devi.
usimwagie kwa ndani Devi, mimba. Sawa, najua. Hayo yalikuwa ni maneno yangu nilipohisi Devi anakaribia kabisa kumwaga vitu vyake. Nashukuru baada ya pale tulimaliza na kuvaa nguo zetu vizuri kabisa. Na kisha Devi alirudi kwenye kiti chake. Na mimi nikabaki nimekaa pale juu ya kitanda. Sasa baada ya hapo hatukuwa tena tunaangaliana. Wala hapakuwa na stori yoyote ile. Devi alishika simu yake na kuwa busy kabisa na simu. Na mimi nilijilaza pale kitandani na kuwa busy na simu yangu. Kila mtu alikuwa kimya kabisa. Niseme tu kweli, hakuna mwanaume kama Devi. Amejua kunifikisha. Muda wote nilikuwa nimelala pale kitandani kimya. Lakini unadhani nilikuwa nawaza nini sasa? Nilikuwa namwaza Devi tu. Nilifumba macho yangu nikawa navuta picha namna alivyokuwa ananyonya uchi wangu vizuri. Nikaanza kukumbuka jinsi alivyokuwa anaingiza mtalimbo wake taratibu na kuutoa nje. Sijui hata Devi amejifunza wapi haya mambo jamani. Hivi watu kama Devi wapo kweli? Natamani nipate Devi wangu jamani. Sitaki Devi wa kuibaiba kama huyo shemegi yangu. Tampata wapi Devi kama huyo akawa kwangu, mwenye ufundi kama huyo shemegi? Utamu sana. Nimejua kufaidi Aisha mimi. Na sasa tukiwa pale punde tu tukasikia vishindo vikija. Kisha mlango ulifunguliwa, akaingia Aziza pale ndani. Naweza kusema hazikupita hata dakika 5 toka tumemaliza kufanya zoezi letu lile. Basi Aziza alipoingia pale ndani akaanza kusema, jamani, poleni sana, nimewaweka tumekusubiri sana. Yaani tumekaa kweli mpaka tumechoka. Watu tuna njaa kweli. Alafu wenyeji wenyewe hampo. Fanya mpango wa msosi basi. Hayo yalikuwa ni maneno ya Devi kwa Aziza. Na Aziza bila kupoteza muda alifanya mipango ya chakula. Tukaandaa chakula na kula pamoja pale. Jioni ilipofika tulijiandaa pamoja na kwenda auti. Tulikwenda kutembea wote watatu. Kwa kweli kwa utamu alionipa Devi, mpaka nikajikuta tayari nimeanza kuona wivu kwa Aziza. Namna alivyokuwa Aziza anamdekea Devi mbele yangu, kweli macho yalikuwa yananitoka tu na roho ikaanza kuniuma kabisa. Na baada ya hapo haikupita wiki, ikaniwasha tena. Roho ikawa hainipi kabisa. Kitumbua changu kinawasha kweli kweli. Nikaamua kuondoka moja kwa moja na kwenda kwa Devi. Na baada ya kuonana naye hakusita kabisa kukutana na mimi kwa mara nyingine. Devi aliendelea kufanya mapenzi na mimi kila siku nilipokuwa namwambia. Hata pale ambapo nilikuwa simwambii, hata mwenyewe alikuwa anawashwa huko na kunitafuta. Lakini kilichokuwa kinanisumbua sasa ni wivu. Wivu ulikuwa unanitesa sana. Asikwambie mtu shemeji ni mtamu jamani. Shemeji ni mtamu. Asa shemeji kama Devi. Devi anajua. Sijui hata nisemeje. Nimetembea na wanaume wengi tu. Lakini Aisha mimi sijawahi kupata mtu aliyenipatia kama Devi. Anajua kunyonya. Ananyonya vizuri sana kitumbua mpaka unapagawa kabisa. Yaani unahisi kuchanganyikiwa. Unahisi kuchanganyikiwa jamani. Alafu mashine yake sasa Devi. Mashine yenye viwango. Achana na vile vibamia visivyoridhisha. Devi ni mtu. Natamani sana nipate Devi wa kwangu peke yangu. Maana huyu shemegi tunakuelekea nitagombana na Aziza muda si mrefu. Nataka awe wangu peke yangu. Nitafanya nini? Jamani. Hivi watu kama Devi mko wapi? Nje basi nipate mmoja niwe na Devi wangu peke yangu.
natamani sana Aisha, mimi nipate Devi wa kwangu peke yangu, mwenye kujua kusakata kabumbu kama Devi. Bwana, ainaga ushemegi. Shemeji ni mtamu bwana, sikwambia mtu. La, hatari na nusu. Shemeji ni mtamu kweli kweli.